Arifiwa kwamba hali ya wasiwasi imetanda katika eneo la Rangwe, kaunti ya Homa Bay baada ya wenyeji waliojawa na ghadhabu kuteketeza nyumba 6 za mwalimu mkuu. Inasemekana kwamba mwalimu mkuu huyo alimuua mwalimu mmoja mstaafu na mkewe kufuatia mzozo wa ardhi. Maafisa wa polisi kaunti ya Homa Bay kwa ushirikiano na wenzao wa ujasusi wanaendeleza msako wa mshukiwa ambaye alitoroka baada ya tukio. Mwanahabari wetu Crispin Otieno anaarifu mengi. Ndiyo mabaki ya nyumba 6 zilizoteketezwa moto katika kijiji cha Wikawiti, eneo bunge la Rangwe, kaunti ya Homa Bay. Hapa ni boma lake Peter Agong na jamaa yake, mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Onyege anayetuhumiwa kwa kunyonga na kumuua jirani yake Joseph Owoth ambaye pia alikuwa mwalimu mstaafu, huku mkewe Owoth akiaga baadaye katika hospitali ya rufaa ya Kisii kutokana na majeraha aliyopata. Maana vile huyu jamaa ananyonga mwenzake si kitu poa. Ananyonga mwenzake kama nyoka. Anaua kila kitu ananyonga. So tunaomba tu justice apatikane. Kwa mujibu wa wenyeji, Owoth na mkewe walikumbana na mauti baada ya kudaiwa kulima kwenye kipande cha ardhi ambacho kimekuwa kikileta mzozo baina yao. Kesi inayohusu mgogoro huo wa shamba inatarajiwa kuamuliwa tarehe 18 mwezi huu wa Februari. It is so sad, not because it is not lawful, but it is sad because the people who are involved are people who have gone to school. So the alleged killers are teachers, and we think they should know better a way of solving dispute. Nyumbani kwake Owoth, majonzi yamejaa tele, familia yake ikililia haki. Let justice be served to this family. We could be blaming somebody and they have mental health issues. Address mental health issues within various categories of professionals. Familia ya mshukiwa imelazimika kuhamia maeneo salama baada ya mashamba yao pia kuteketezwa. Wakuu wa usalama kaunti ya Homa Bay wametoa onyo kali kwa wale wanaochukua sheria mkononi mwao. But what does also this one tell us? Ni kwamba tuko na mbinu zingine badala, yani we have got alternative dispute resolution mechanisms za kutatua hizi mizozo. We are going to get him from his side out. Miili ya wawili hao imehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Kisii ikisubiri upasuaji. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.